Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi na taarifa nilokuwa nayo hapa ni kwamba Irani imedungua droni ya kijasusi ya Israel na imeapa kuendelea na mashambulizi ya makombora. Jeshi la anga la Iran kupitia kikosi chake cha ulinzi wa anga limedungua droni ya kisasa ya Israel aina ya Hermes katika mkoa wa Lorestan. Tukio hilo limekuja baada ya kile Irani inakielezea kama uchokozi wa wazi na usio wa sababu wowote uliofanywa na Israel dhidi ya ardhi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Serikali ya Tehran imesema haikuwa na chaguo jingine zaidi ya kujibu mashambulizi hayo kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa na wananchi wake dhidi ya kile ilichokiita jinai za utawala wa Kizayuni. Katika taarifa iliyotolewa jioni ya Jumatano na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC baada ya kuanza kwa awamu ya 12 ya operesheni ya Ahadi ya Kweli 3, IRGC ilisema kuwa wamefanikiwa kuharibu mifumo ya ulinzi wa Israel katika maeneo yote ya Palestina yaliyokaliwa kwa mabavu. Taarifa yao ilisema kwamba tunaweza sasa kusema kwa uhakika kwamba anga ya maeneo yaliyokaliwa na mabavu iko wazi kwa makombora na droni za Iran. IRGC pia iliwageukia wakazi wa makazi haramu ya Israel na kueleza kuwa mashambulizi ya makombora yataendelea bila kikomo. Waliukumbusha ulimwengu kuhusu kauli aliyekuwa kamanda wa IRGC Hussein Salami aliyewahi kuapa kuwa Irani ingewafungulia milango ya Jehanamu Wazayuni kwa sababu ya uhalifu wao unaoendelea dhidi ya Wapalestina. Kwa hakika sauti za ving'ora vya tahadhari havitakoma na hata kwa sekunde moja, iliongeza taarifa hiyo. Wazayuni sasa wamelazimika kuchagua kati ya kufa taratibu wakiwa mafichoni au kukimbia maeneo wanayoyakalia kwa nguvu kabla hali haijazidi kuwa mbaya zaidi. IRGC inaendeleza operesheni zake za kuweza kufanya mashambulizi, lakini vile vile kuweza kujilinda kwa kuweza kudungua ndege mbalimbali ambazo hutumwa kutoka Israel, lakini vile vile hata droni zisizo na rubani. Sasa hizi ndege zisizo na rubani, na hali hii inazidi kuibua hofu katika jeshi la Israel, ambapo kupitia tu kiongozi Ayatollah Ali Khamenei alichoweza kukizungumza, tangu azungumze mashambulizi yamekuwa ni makali sana kwenda katika ardhi ya Israel. Ni kama vile Iran imeamua kufanya mashambulizi moja kwa moja, akiamini kwamba Marekani sasa ameingia kwenye vita rasmi na nchi hiyo, na taharuki inazidi kutokea kufuatia hiki kitu ambacho kinazidi kuonekana wazi kabisa kwamba kuna hali ya taharuki katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa Zone Media, ili uweze kufahamu taarifa zetu zijazo kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati, basi nikusihi kabisa uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Asante sana kwa kutuchagua sisi kama Zone Media.